Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Misri pamoja na Umoja wa Ulaya wamesaini makubaliano kadhaa ambayo yanahusisha masuala ya ushirikiano katika uchumi, usalama pamoja na siasa, bila kusahau suala la ujenzi katika eneo la ukanda wa Gaza ulioharibiwa vibaya katika kipindi cha vita vya miaka miwili baada ya Israeli kufanya mashambulizi makubwa katika eneo hilo katika mapambano yake dhidi ya kundi la wapiganaji la Kipalestina la Hamas. Hayo yalifanyika wakati viongozi walipokuwa wakikusanyika kwa mkutano wa kilele wa Umoja wa Ulaya na Misri huko mjini Brussels. Mikataba kadhaa ya mikopo imetiwa saini, ukiwemo mkataba mmoja wa mkopo wa euro bilioni 4 kama msaada wa Ulaya kwa Cairo. Rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen, wakati alipokuwa akimpokea rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi, amesema kuwa watatia saini mikataba kadhaa itakayofungua njia za kibiashara nchini Misri. Hata hivyo, kumekuwa na mkopo wa euro bilioni 200 kwa ajili ya uhamiaji. Mnamo Desemba mwaka uliopita, Umoja wa Ulaya ulitoa awamu ya kwanza ya euro bilioni 1 kwa Misri na kufikia kiasi cha msaada jumla wa kifedha kufikia dola bilioni 5. Mikataba hiyo inafuatia ushirikiano wa kimkakati uliotiwa saini Machi mwaka uliopita, wakati ambapo Umoja wa Ulaya unalenga kujenga uhusiano mzuri na Misri, ambayo ni mshirika muhimu katika eneo la Mashariki ya Kati. Umoja wa Ulaya pia umezindua euro bilioni 1.8 za uwekezaji kwa ushirikiano na taasisi nyingine za kifedha Ulaya, pamoja na euro bilioni 600 kama msaada unaolenga miradi maalum, ambapo euro milioni 200 zitatumika kudhibiti uhamiaji. Nguzo ya 4 ni kuhusu uhamiaji. Misri imeonyesha ukarimu wa hali ya juu kwa kuwahifadhi mamilioni ya wahamiaji wakimbizi. Ushirikiano wetu katika uhamiaji unahusu maeneo yote. Ushirikiano huu uko chini ya euro milioni 200 za msaada wa Umoja wa Ulaya katika kipindi cha miaka miwili ijayo, na tutashirikiana kupambana na walanguzi, alisema von der Leyen. Hata hivyo, katika ushirikiano huo, Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi amesema suluhisho la uhamiaji ni kufanya maendeleo ya kiuchumi na kijamii, kisiasa na kiusalama, na kubuni ajira za kutosha, kutoa mafunzo ya kazi, hiyo ikiwa ni kama kuweka msingi wa suluhisho la suala la uhamiaji, huku akigusia zaidi kuhusu suala la ujenzi mpya wa Palestina, hasa eneo la ukanda wa Gaza. Anasema Abdel Fattah al-Sisi, kutokana na hili nathibitisha kwamba Misri ina jukumu muhimu katika kuzuia uhamiaji haramu. Tulizuia kuondoka kwa boti zozote kutoka Misri kuanzia Septemba mwaka 2016, na Misri wakati huu inawapa hifadhi zaidi ya wakimbizi milioni 9.5 ambao wamewasili Misri wakikimbia migogoro katika nchi zao, alisema Abdel Fattah al-Sisi, rais wa Misri. Von der Leyen pia ametangaza mpango wa kikundi cha ufadhili wa Palestina kitakachowaleta pamoja washirika wa kimataifa kwa ajili ya kuleta mageuzi na ujenzi mpya katika ukanda wa Gaza. Amesema juhudi za Misri za upatanishi na mpango wa mkutano wa ujenzi mpya wa Gaza utakuwa muhimu pia. Makubaliano hayo yametiwa saini na kamishna wa uchumi wa Umoja wa Ulaya Vladimir Dombrovskis na waziri wa mipango wa Misri Rania al-Mashat. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni mipango mipana ya kiuchumi kati ya Umoja wa Ulaya na Misri, lakini pia bila kuisahau Gaza ambayo imeharibiwa vibaya na mashambulizi ya Israel, ambapo Umoja wa Ulaya umeeleza namna utakavyohusika katika ujenzi wa Umoja wa Ulaya. Endelea kuwa nasi mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia uweze kuyafahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu.